Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma George Katabazi amekutana na kuzungumza na mafundi simu na wauzaji wa vifaa vya kielektroniki kwa ajili ya mstakabali wa kukabiliana na uhalifu unaotokana na vifaa hivyo. Hayo yamejiri kufuatia kukamatwa kwa Jonas Richard mwenye umri wa miaka 29 akiwa na simu 24 na laptop 1 pamoja na watumia wengine watatu wanaojulikana kwa jina la Mawinga. Emmanuel Goliam ni kiongozi wa mafundi simu mkoa wa Dodoma, akaeleza kwa kina mazimio waliofikiana baada ya kukutana na kamanda polisi katika kikao hicho. Ukweli ni kwamba mafundi simu sio wahalifu. Na tatizo kama ambavyo tumezungumza na afande RPC, tatizo la wizi wa simu kuendelea na kukua una mambo mengi, lakini jambo la kwanza kuna mafundi simu wenyewe ambao sio waadilifu. Kama ambavyo mnajua kila sehemu kuna weledi, kuna wajibu, mambo kama sasa. Kuna mafundi simu ambao sio waadilifu kweli wapo, na hao ndio ambao wanachangia wizi kuendelea kuwepo na simu ambazo zinaibiwa au TV kutokupatikana. Lakini pia kuna maaskari ambao sio waadilifu. Sasa hao naweza nikasema ndio changamoto kubwa zaidi, na ndio maana RPC akataka kuongea na sisi. Kwa nini nasema maaskari ambao sio waadilifu? Kuna baadhi ya maaskari ambao ufundi simu kwao umekuwa ni mtaji, kwa sababu ya sheria, baadhi ya sheria za cyber ambazo zinaweka makatazo au limiti kwenye kuflash simu, na jeshi la polisi limeweka mfumo wa taarifa, mfumo ambao kila fundi atakuwa na taarifu baada ya kupoteza kifaa chake. Kila fundi atakuwa ana taarifu kifaa ambacho amekipokea na kukirekebisha. Hii pia inaweza kuwasaidia mpaka wananchi wale ambao wamepoteza simu zao waweze kuzipata kwa wepesi. Maazimio ambayo tumekubaliana, ambayo kimsingi ameyataja afande RPC. Azimio la kwanza ni kwamba yeye kama kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma atahakikisha askari wake wanakuwa waadilifu, wanatenda haki na wanafanya kazi kwa uadilifu, kwa weledi kabisa. Lakini azimio la pili ameweka mkazo kuhusiana na ushirikiano kati ya jeshi la polisi, TCRA na mafundi simu. Na azimio la tatu afande RPC ameweka mkazo kwamba sisi wote, mafundi simu, jeshi la polisi na TCRA, kila mmoja afanye kazi, kila mmoja atimize wajibu wake, afanye kazi sawa na wajibu wake ambao unamtaka afanye. Kwa upande wake Amina Abdueli maarufu kama Belinda Matelefoni akabainisha namna gani mafunzo walioyapata yanavyoenda kuwasaidia kutambua wahalifu, na hapa anaeleza mafunzo ambayo nimekutana nayo kwa kiongozi RPC ametusaidia. Ni kweli tulikuwa tukifanya kazi na matapeli au na wezi wa simu, lakini kwa sasa hivi kwa mafunzo tuliopewa tutatambua wale wezi wetu na tumepewa mikakati kwa ajili ya kuwaregister. Na hata kama utakuwa umeiba simu umeitumia au umeshatengenezewa pia iko inatumika, kwa mafunzo nilipo sasa hivi utakamatwa tu. Naye pia meneja kitengo cha masuala ya wateja na watumiaji wa mamlaka ya mawasiliano Tanzania Kadaya Baluhie akapigilia msumali jinsi walivyofanikiwa kupunguza uhalifu wa simu kutokea Septemba hadi Disemba kupitia kampeni ya Stapeliki. Takwimu zetu ambazo mamlaka ya mawasiliano imekuwa ikitoa pengine kuanzia mwezi wa Juni, kutokea mwezi wa Juni, Septemba ile mpaka Disemba, unagundua kwamba majaribio ya ulaghai kwa kutumia simu za mkononi au kutumia mtandao katika mkoa wa Dodoma yameendelea kupungua. Sasa yanapungua ni kwa sababu ya mambo mbalimbali mamlaka ya mawasiliano imekuwa ikifanya. Mojawapo ni elimu ambayo imekuwa ikiruka nchi mzima. Kwanza mwanzo tulikuwa na elimu ambayo tunaipitisha kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari. Ni rahisi sana kujua kwamba kuna ulaghai wa kimtandao ambao unakuja pengine kwenye njia ya message. Lakini mwaka huu kupitia Wizara ya Mawasiliano, mamlaka ya mawasiliano pengine na watoa huduma walishiriki kwenye uzinduzi wa kampeni kubwa ya kitaifa ambayo ni Stapeliki. Nadhani sote tumeendelea kujua. Sasa kampeni zote hizi zinalenga kwa namna moja au nyingine kufikisha ujumbe kwa wananchi, aidha kuona umuhimu wao kulinda taarifa zao binafsi. Kwa mfano kwenye eneo la nywila, ni muhimu nywila ya kwako ile usimshirikishe mtu mwingine. Akibainisha kwa upana, kamanda jeshi la polisi mkoa wa Dodoma ameeleza namna gani wamejipanga kukabiliana na uhalifu kwa kuanzisha mfumo wa kuwatambua wauzaji na watengenezaji wa simu, huku akiwataka raia kuepuka kununua vifaa vya wizi au kuficha uhalifu wa namna hiyo.
na hapa anaeleza kwa kina. Katika jitihada za kuvunja mtandao wa matukio ya uvunjaji na wizi wa mali ikiwemo simu na hizi TV, television pamoja na laptop. Sasa tukaona sisi jeshi la polisi lazima tuhusishe wadau mbalimbali kwamba ili tuweze kupata mafanikio makubwa, kwa maana ya kwamba baada ya kubaini tumemkamata mtuhumiwa mmoja akiwa na simu 24 pamoja na laptop 11 pamoja na watuhumiwa wengine watatu ambao wanajiita kama mawinga. Huyu mtuhumiwa alikuwa anaitwa Jonas Richard, miaka 29, Jonas Richard. Sasa tukasema huyu mtu haiwezekani akawa na simu 24 pamoja na laptop 11, sio fundi, sio nani, ameshinda kudhibitisha. Tukasema ipo haja sasa ya jeshi la polisi kuwahusisha wadau mbalimbali ikiwemo mafundi wa simu au vifaa vya kielektroniki, simu pamoja na TV. Lengo kubwa ni kushirikiana kwa pamoja katika kuzuia, kubaini na kutanzua uhalifu wa uvunjaji na wizi. Katika maazimio, mojawapo ya maazimio, tumekubaliana kwamba jeshi la polisi mara mkoa wa Dodoma tuendelee kuhimiza askari wetu wafanye kazi kwa kuzingatia nidhamu, haki na weledi na uadilifu katika utendaji wetu wa kazi. Tumekubaliana kwamba mbali hayo yote, mafundi wa hivi vifaa vya elektroniki pamoja na wauzaji wa hivi vifaa wasijihusishe na uhalifu, wasifiche wahalifu, lakini watoe taarifa za uhalifu na wahalifu. Kwa hiyo sasa wote ambao kwa namna moja au nyingine watashiriki katika uhalifu, aidha kuficha au kuuza au kupokea mali za wizi, basi na wao watawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Sababu wengine walikuwa hawajui kwamba wakipokea mali za wizi na kosa limefanyika, mathalan ni kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha, kwamba wao wanaweza kwamba hawahusiki. Kwa hiyo tumewasisitiza kwamba watakuwa wanahusika. Lakini mbali hayo, tumekuja na mfumo wa kielektroniki wa kufuatilia hivi vifaa vya kielektroniki vinapotengenezwa, vinapouzwa, kwamba waweke kumbukumbu zao kielektroniki ili iweze kusaidia jeshi la polisi kujua ni vifaa gani, simu gani zinauzwa, simu aina ya simu, lakini namba ya NIDA. Kwa hiyo itasaidia kwamba tutakapopata taarifa, kwa sababu atakaye kuwa na huo mfumo ni jeshi la polisi. Kwa hiyo tunajua kwamba simu fulani imeuzwa, namba ya usajili wa hiyo simu iko. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kufuatilia na kuweza kuwakamata wahalifu ambao wamefanya uhalifu, aidha ameiba simu au uhalifu mwingine ambao umeweza kutokea katika eneo husika. Katika ufuatiliaji wa simu, sisi haturuhusu mwananchi atoe gharama yake kwa ajili ya ufuatiliaji wa simu. Sasa kuna baadhi ya askari wengine sio waadilifu, wanaweza kutumia mwanya huo. Sisi ambacho tumefanya, hiki kitengo tumekiboresha zaidi. Tumewapa mafunzo, tumewapa njia za weledi, lakini hata upatikanaji wa hizi taarifa za miamara ya simu, sio print out. Tuna watu wa TCRA tupo nao karibu. Kwa hiyo mwananchi ambaye atadaiwa gharama za simu, hii swala ni kuwaona viongozi, kuna MAUCD, kuna mkuu wa upelelezi. Ndio maana hata kwenye kikao tulikuwa nao, wasitumie mwanya huo kwamba simu imepatikana, kwa sababu hapa sisi tuna mawasiliano na polisi, tuna mawasiliano. Kama ni Mwanza, tuna polisi wapo Mwanza, tunawasiliana, wanaweza wakafanya usaidizi wa nani. Kwa hiyo swala kutoa fedha kwa wananchi kwa ajili ya kutafutiwa simu, sisi kwetu tunasema hiyo swala sio sahihi, kwa sababu taratibu sisi tuko tayari kwa kuwahudumia wananchi. Wananchi waache kupokea mali za wizi. Kupokea mali za wizi, na mara nyingi zinaweza kufahamika kwa sababu mali hizo unakuta zinauzwa kwa bei rahisi, bei ya chini kabisa. Wilson John, Jimbi TV, Dodoma.